Hali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo jina la Bwana liendelee kuhimidiwa, na kama sivyo basi namuomba Mungu ili aweze kukujalia uweze kuwa na afya njema. Nikukaribisha tena katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Hivyo ndugu yangu mpendwa, ni kuandae sasa ili uweze kuchukua daftari, kalamu na Biblia ili uweze kupata nukuu ya kile tutakachokuwa tukijifunza katika siku ya leo. Lakini kama ilivyo ada, kwanza tupate dua ili Mungu aweze kubariki kipindi hiki. Tuombe. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, utupae uzima. Tunakushukuru kwa fursa ya kuishi, lakini tunakushukuru katika kila jambo ambalo unatutendea katika maisha yetu. Ni wewe ndio unayetupa chakula, ni wewe ndio ambaye unatupa sehemu ya kuishi, na ni wewe ndio ambaye unatupa mavazi na uwezo wa kusafiri na kufanya lile na hili. Tuna kila sababu za kuliinua jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe Bwana wastahili. Sambamba na hayo, tunakuomba utuwie radhi pale ambako tunakwenda kinyume na mapenzi yako, na tunaomba utubariki pale ambako tunafanya sawa sawa. Tunapokwenda kuanza kipindi hiki, tunakualika Mungu wetu uwe pamoja nasi, ukatuhekimishe katika maneno yako, na katika hayo tukaweze kuenenda. Tunaomba ujalie amani katika nchi yetu. Tunaomba vile vile ujalie amani katika ulimwengu mzima. Maana Bwana, tukiwa na amani na utulivu, tutaweza kufanya kazi yako vizuri. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukiomba na kushukuru. Amen. Asante ndugu yangu mpendwa kwa kuungana nami katika sala hiyo fupi kuhusu kipindi chetu. Ndugu yangu mpendwa, tupo katika sura ya 14 kama katika kipindi kilichopita tulivyoanza. Leo tunaanza na sura hiyo hiyo ya 14 mstari wa 6 mpaka mstari wa 13. Katika sehemu hii kimsingi mada ambayo tunakwenda kujifunza inasema kunena kwa lugha isiyoeleweka hakuna faida. Katika eneo hili narudia tena, jambo ambalo tunakwenda kujifunza linasema kunena kwa lugha isiyoeleweka hakuna faida. Katika aya ya kwanza hadi aya ya 5, Mtume Paulo alikumbusha kwamba kunena kwa lugha hakukubuniwa kwa ajili ya kumfaidisha mtu fulani tu, bali ilikuwa mahususi kwa ajili ya manufaa ya kanisa lote. Mtume anafafanua hoja hii kwa undani zaidi katika aya ya 6 mpaka katika aya ya 9 kama tunavyosoma. Anasema katika aya ya 6, ila sasa ndugu, nikija kwenu na kunena kwa lugha, nitawafaidia nini? Isipokuwa nasema nanyi kwa njia ya ufunuo, au kwa njia ya elimu, au kwa njia ya hotuba, au kwa njia ya fundisho. Hata vitu visivyo na uhai vitoapo sauti, ikiwa ni filimbi, ikiwa ni kinubi, visipotoa sauti zilizo na tofauti, itatambulikanaje ni wimbo gani unaopigwa kwa filimbi au kinubi? Kwa maana baragumu ikitoa sauti isiyojulikana, ni nani atakayejifanya tayari kwa vita? Vivyo hivyo na ninyi, msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Huo ni mstari wa 6 mpaka mstari wa 9 wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura hii ya 14. Katika aya ya 6 mtume anasema kwamba kunena kwa lugha pasipo kwa njia ya ufunuo au elimu au hotuba au fundisho hakuna faida yoyote kwa kanisa. Kama tulivyoona katika sehemu iliyopita, kuhubiri kwa njia ya ufunuo, elimu, unabii, ufundisho, kulitumia lugha iliyoeleweka na wahusika. Lakini kunena kwa lugha ilikuwa ni kuhubiri kwa lugha ya kigeni isiyoeleweka na watu wengine katika kusanyiko ile, hususan walio wengi. Na kwa sababu hiyo kunakuwa hakuna faida.
Ili kulifanya jambo hilo liweze kueleweka vizuri, anatoa mfano wa ala za muziki kama vile filimbi na kinubi katika aya ya 7. Kwamba katika mifano hii anasema kwamba ala hizo hupigwa kwa kufuata wimbo fulani. Huwa hazipigwi kiholela tu. Kama ala hizo zikipigwa kiholela, basi hakuna mtu atakayevutwa katika wimbo fulani. Bila shaka masikioni mwa watu wanaosikiliza, jambo hilo litakuwa si chochote bali ni kelele tu. Kwa kuongezea hilo, katika aya ya 8 anatumia kielelezo cha baragumu au tuseme tarumbeta, au unaweza kusema king'ola cha kijeshi. Mtume hapa anatumia mfano wa tukio la hatari linalopaswa kuchukuliwa kwa uzito wa hali ya juu, vita. Katika siku za kale, kama ilivyo hata leo, uvamizi wa adui ulipobainika, walinzi walipiga baragumu au unaweza kusema mbiu katika miji ili kuwafanya watu, hasa askari, waweze kuwa tayari kwa ajili ya vita. Wanaojificha waweze kujificha, watakaopigana waweze kuchukua silaha na kadhalika. Sauti hii iliyoashiria vita au hatari ilikuwa tofauti na sauti nyingine. Mfano kama vile mtu angepiga baragumu kwa ajili ya sherehe au kwa ajili ya maazimisho au kwa ajili ya mkutano na vitu kama vile. Hii ya kivita ilikuwa tofauti na sauti hizo nyingine zote. Hivyo kila aliyesikia alijua ni nini kinachoendelea, na kwa hiyo kila mtu aliweza kupewa fursa ya kuweza kujiandaa. Sasa mtume anahoji, vipi ikiwa kuna uvamizi wa kivita halafu mlinzi akapiga baragumu kwa sauti isiyojulikana au kwa sauti isiyoeleweka? Jibu ni kwamba hakuna mtu atakayekuwa tayari kwa vita hiyo, na bila shaka watu wengi kama si wote watauawa. Kwa hiyo kimantiki, Paulo anasema kwamba kunena kwa lugha isiyoeleweka katika kanisa hakuna faida bali ni hasara tu. Tazama, anasema katika aya ya 9 kwamba vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri, neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Kunena hewani maana yake ni kuzungumza pasipo kueleweka au pasipo lengo. Kwa maana nyingine ni kupoteza muda. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 mpaka wa 16 na Wakolosai sura ya 4 mstari wa 5, zote mbili hizi zinasema kwamba Wakristo waenende kwa hekima na kuukomboa wakati. Lakini jambo la kusikitisha ni kwamba Wakristo hawa kwa kunena kwao kwa lugha bila ya kuwa na ufasiri hawakuwa wakitumia hekima, na bila shaka hawakuwa wakiukomboa wakati. Hivi sivyo ilivyotakiwa kuwa. Mtume anaendelea kufafanua suala hili kwa kusema katika aya ya 11, katika aya ya 10 na ya 11. Anasema hivi, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna hata moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ya ile sauti, nitakuwa kama mjinga kwake yeye anenaye, naye anenaye atakuwa mjinga kwangu. Mstari wa 10 na wa 11. Katika aya ya 10, kitendo cha kusema ziko sauti za namna nyingi duniani wala hakuna moja isiyo na maana kunaashiria pia ziko sauti zisizo na maana. Kulingana na muktadha na kama inavyofahamika, sauti ni chombo cha mawasiliano baina ya mtu na watu, au baina ya wanyama kwa wanyama, au wadudu kwa wadudu, au ndege kwa ndege, kulingana na aina zao za mawasiliano. Kila kiumbe kwa aina yake kina namna yake ya kuweza kuwasiliana. Sauti ikiwa na maana huitwa lugha. Kamusi ya Kiswahili, Kamusi Kuu ya Kiswahili toleo la 3 ukurasa wa 537 inafafanua
kuhusu mantiki ya lugha ikisema, lugha ni mfumo wa sauti za nasibu unaotumia maneno yanayosemwa na binadamu ambao huwawezesha watu wa jamii au taifa fulani kuwasiliana. Hiyo ndiyo maana ya lugha. Kwa hiyo, kulingana na ufafanuzi huu, sauti ikiwa haieleweki ama si lugha, au kama ni lugha basi inakuwa sawa na kusema si lugha. Ndio maana katika aya ya 11 Paulo anasema itaonekana kama au ataonekana kama mjinga au ujinga. Neno lililotafsiriwa hapa katika aya ya 11 kama mjinga ni barbaros katika lugha ya asili ya Kiyunani. Neno hilo kwa uhalisia linamaanisha mtu mgeni au mtu asiyezungumza Kiyunani. Kwa hiyo tafsiri ya neno mjinga kulingana na muktadha bado ni tafsiri nzuri. Lakini mjinga ni nani hasa? Kulingana na kamusi, mjinga ni mtu asiye na uelewa wa jambo fulani. Paulo anasema kwamba kama mtu ananena kwa lugha ya kigeni ataonekana kama mjinga kwa mtu anayemsikia lakini hamuelewi anachokisema. Vivyo hivyo, yeye asiyeelewa lugha hiyo ataonekana kama mjinga kwake yeye anenaye. Kwa hiyo hii sio picha inayotakiwa kwenye kanisa hata kidogo. Ni picha ya mkanganyo, sio yenye tija. Ili kuondoa sintofahamu ya namna hiyo, Paulo anasema katika aya ya 12 na aya ya 13 akizungumza namna hii: vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo, yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Kwa mujibu wa aya hii ya 12, karama hazikuwa na shida hata kidogo. Tatizo lilikuwa kwa watu wenyewe wenye karama zile. Watu hawa hawakuwa wakizitumia vizuri karama hizi. Karama kama ambavyo tumeona zilikusudiwa kulijenga kanisa na sio kulivuruga. Ndio maana katika aya hii ya 13 mtume anamtaka mtu anayenena kwa lugha aombe apewe na uwezo wa kufasiri, ili kila mtu hawe na uwezo wa kuelewa anachokisema. Huku kufasiri si lazima awe yeye mwenyewe, maana hii ni karama nyingine iliyokuwa ikijitegemea. Baadaye katika sura hii atafafanua vizuri kuhusu jambo hili. Kwa hiyo ibada ya watu hawa ilikuwa bure kabisa. Na katika hili tunajifunza kwamba kuwa na kipawa sahihi si hoja. Hoja ni matumizi. Kuwa na kipawa sahihi hakukupi uhalali wa matumizi yasiyo sahihi. Tutaendelea kujifunza kwa kina zaidi kuhusu swala hili katika mada zinazofuata katika sura hii ya 14.